Bwana Yesu asifiwe, watu wa Mungu. Mathayo 9 mstari wa kwanza hadi wa 38 imeandikwa, akapanda chomboni akavuka akafika mjini kwao, na tazama wakamletea mtu mwenye kupooza amelala kitandani. Basi Yesu alipoiona imani yao alimwambia yule mwenye kupooza, jipe moyo mkuu, mwanangu, umesamehewa dhambi zako. Na baadhi ya waandishi wakasema nafsini mwao, huyu anakufuru. Basi Yesu hali akijua mawazo yao akawaambia, mbona mnawaza maovu mioyoni mwenu? Kwa maana rahisi ni lipi, ni kusema umesamehewa dhambi zako, au ni kusema ondoka uende? Lakini mpate kujua ya kwamba mwana wa Adamu anayo amri duniani ya kusamehe dhambi. Amwambia yule mwenye kupooza, jitwike kitanda chako uende zako nyumbani kwako. Akajitwika kitanda chake akaenda zake nyumbani kwake. Na makutano walipoona walishikwa na hofu na kumtukuza Mungu aliyowapa watu amri ya namna hii. Naye alipokuwa akipita kutoka huko, aliona mtu ameketi forodhani aitwaye Mathayo. Akamwambia, nifuate. Akaondoka akamfuata. Ikawa Yesu alipoketi nyumbani ale chakula, tazama, watoza ushuru wengi na wenye dhambi walikuja wakaketi pamoja na Yesu na wanafunzi wake. Mafarisayo walipoona waliwaambia wanafunzi wake, mbona mwalimu wenu anakula pamoja na watoza ushuru na wenye dhambi? Na Yesu aliposikia aliwaambia, wenye afya hawahitaji tabibu, bali walio hawawezi. Lakini nendeni mkajifunze maana yake maneno haya, ninataka rehema wala si sadaka. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi. Wakati huo wanafunzi wake Yohana wakamwendea wakisema, kwa nini sisi na Mafarisayo twafunga, lakini wanafunzi wako hawafungi? Yesu akajibu akamwambia, walioalikwa harusini wawezaje kufunga muda bwana harusi akiwapo pamoja nao? Lakini siku zitakuja watakapoondolewa bwana harusi, ndipo atakapofunga. Wala hakuna mtu atiaye kiraka cha vazi jipya katika vazi kuukuu, maana kila kiraka huondoa pande la lile vazi, na pale palipotatuka huzidi. Wala hakuna mtu atiaye divai mpya katika viriba vikuukuu, na kama wakitia vile viriba hupasuka, divai kamwagika, bali hutia divai mpya katika viriba vipya, vikahifadhika vyote. Alipokuwa akiwaambia hayo, tazama, jumbe mmoja akamwendea akisema, binti yangu sasa hivi amekufa, lakini njoo wewe uweke mkono wako juu yake naye ataishi. Akaondoka Yesu akamfuata pamoja na wanafunzi wake. Na tazama, mwanamke aliyekuwa anaumwa ugonjwa wa kutoka damu kwa muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake, maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Naye Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu, binti yangu, imani yako imekuponya. Na yule mwanamke akapona tangu saa ile. Naye Yesu alipokuwa akipita kutoka huko,